itakuwa namna hii. Kwa hiyo utapata kitu cha namna hii ambayo kinafanana na bullet. Sasa hii ndio utapata kuinsert ukeni. Hii ndio utapata kuinsert ukeni. Nikisema kuinsert na maanisha unapata kuingiza ukeni kwa kutumia kidole ambacho utajitahidi iende umbali mrefu kabisa. Hii baada ya muda itayeyuka. Wewe mtazamaji wa channel yetu ya Elimu na Afya, karibu na tupate kujifunza leo. Somo letu la leo linakuja kufuatia swali alilouliza mtazamaji wetu mmoja juu ya namna sahihi ya kutumia Gynex. Yeye anasema alienda hospitali wakampatia, lakini hawakumpa maelekezo. Sasa swali lake aliuliza, je, anatumiaje? Kwa hivyo nikamjibu kwamba kwanza unagandisha hii kama unavyoiona hizi suppositories inatakiwa zigandishwe katika friji. Alafu kutoka hapo, baada ya kuganda, utamenya hapa. Kutoka hapo utapata hichi kibullet cha ndani, ndio hii utatumia. Akaja tena akaniuliza, je, nikitumia hivyo hivyo bila kuigandisha au nikaiweka tu bila kumenya? Ukweli ni kwamba ukitumia bila kugandisha, kwanza hautaweza kuinsert kwa sababu humu ndani iko ni liquid kama unavyoona. Lakini pia hauwezi kutumia hii bila kuimenya kwa sababu hii ganda lake la nje ni plastiki na sio gelatin. Ni tofauti, acha tuikate hapa. Ni tofauti kama ilivyo Gynazo kama hii hapa. Ni tofauti, hii imetengenezwa kwa gelatin, soft gelatin, ambayo kwa ndani yake iko namna hii. Ndani yake iko namna hii. Hii ni soft gelatin ambapo una insert kama ilivyo. Baada ya kumenya tu kwenye hii pakti, una insert na inapata kumelt, inayeyuka na dawa inafanya kazi. Sasa hebu tuone hapa. Tutakuwa na ambayo tayari tumeigandisha kama hii, na tutapata kuimenya. Tuone ndani inavyokuwa. Tuone ndani inavyofanania. Lakini pia tutakuwa na hii ambayo haijagandishwa. Sasa tuone nini kinatokea endapo ukitumia bila kugandisha. Sasa ziko hivi hapa. Hii haijagandishwa na hii imegandishwa. Tuanze na hii ambayo imegandishwa. Ukichana hii, ukiimenya baada ya kutoa katika friji au katika baridi, ndani itakuwa namna hii. Kwa hiyo utapata kitu cha namna hii ambayo kinafanana na bullet. Sasa hii ndio utapata kuinsert ukeni. Hii ndio utapata kuinsert ukeni. Nikisema kuinsert na maanisha unapata kuingiza ukeni kwa kutumia kidole ambacho utajitahidi iende umbali mrefu kabisa. Hii baada ya muda itayeyuka na itafanya kazi na utakaa zako sawa. Kama tatizo halina muda mrefu, unategemea utapona kabisa kikamilifu. Kama tatizo la muda mrefu, hautapona moja kwa moja, utahitaji dawa za fangasi za kumeza. Sasa acha tuone hii ambayo haijagandishwa inakuwaje. Kwanza kama nilivyosema, hii ganda lake ni plastic gumu kabisa, huwezi kuweka hivi. Kwanza itakuumiza, utaumia, utapata kuchubuka, kuchanika kabisa na damu zitatoka. Lakini pia ukifungua hii kama ilivyo,
hii iko katika liquid form, iko katika kama uji mzito, kwa hiyo hautaweza kuinsert ukeni, itakuwa namna hii. Nadhani hapo unaona unaona vizuri kabisa. Sasa hii huwezi kuweka ukeni ikiwa namna hii, yaani hapa labda ingekuwa ni kupaka kwa nje, lakini hii ilivyo designiwa sio kwa ajili ya kupaka kwa nje. Kwa hiyo hapa haitakuwa na manufaa yoyote. za design utakuwa umechezea tu pesa yako na umefuga tatizo liendelee kuwepo. Kwa hiyo njia sahihi ni kwanza unaweka katika friji inaganda, na baadaye unamenya kuitoa katika hili ganda la plastiki, na kisha unapata kuinsert ukeni. Ni vizuri kutumia usiku, kwa hivyo utakuwa unatumia mara moja tu kwa muda wa siku kati ya 7 hadi 14, yategemeana na tatizo lako liko kwa kiwango gani. Nadhani hadi hapo utakuwa umejifunza kitu, na yule ndugu yetu aliouliza swali kuhusiana na namna sahihi ya kutumia Gynex atakuwa amepata kuelewa, na wengine pia wamepata kujifunza. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare katika channel yetu kwa elimu zaidi.